akafa msalabani, akatufia sisi, akabeba aibu yetu, akabeba laana yetu, akayachukua mateso yetu na akatundikwa pale msalabani. Na Biblia inasema ya kwamba kwa mapigo yake sisi tulipata kupona. Kwa hivyo siku ya leo ninamwombea kila mmoja ambaye anaenda kusikia neno hili ambalo Bwana unaenda kutunenea jioni ya leo, mahali popote alipo, na ya kwamba neno hili halitakuja na kurudi bure, bali litatimiza kile ambacho Mungu amekusudia kwa maisha ya kila mmoja. Wale ambao wananisikiza siku ya leo na wamekuwa wagonjwa, inatangaza ya kwamba kwa neno hili wanapokea uponyaji wao katika jina la Yesu Kristo. Wale ambao wananisikiza na wamebebeshwa mizigo tofauti tofauti, ya kwamba wanaenda kuwekwa huru katika jina la Yesu Kristo. Na nashukuru kwa sababu neno lako hili ambalo linakuja kwetu siku ya leo halitatuacha tukiwa vile tulivyokuwa, katika jina la Yesu Kristo mama tukiamini. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Watu wa Nandili, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wa upande hii, Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Nataka tuweze kuingia katika neno la Mungu. Majina yangu ni Pastor Kirwa na nimeokoka na ninafurahi. Amen. Hallelujah. Amen. Ninajua kwamba mahali popote ambapo huko sauti yangu inaweza ikakufikia, na kama sauti inakufikia, basi jua ya kwamba siku ya baraka yako imeweza kufika. Hallelujah. Hallelujah. Nataka tuangalie kitabu cha Yohana 8. Kitabu cha Yohana 8 kuanzia mstari wa 3. Biblia inasema ya kwamba walimu wa sheria na Mafarisayo wakamleta mwanamke mmoja aliyefumaniwa akizini, wakamsimamisha katikati ya umati wa watu wote, wakamwambia Yesu, Mwalimu, huyu mwanamke amekuwa akizini. Katika sheria Musa alituamuru kuwapiga kwa mawe wanawake wa namna hii mpaka wafe. Sasa wewe wasemaje? Walimuuliza swali hili kama mtego, ili wapate sababu ya kushtaki. Lakini Yesu akainama, akaanza kuandika ardhini kwa kidole chake. Walipoendelea kumuulizia, akainuka akawaambia, kama kuna mtu yeyote miongoni mwenu ambaye hana dhambi, na awe wa kwanza kumtupia jiwe. Akainama tena na kuandika ardhini. Waliposikia haya, wakaanza kuondoka mmoja, wakianza wazee hadi Yesu akabaki peke yake na yule mwanamke akiwa amesimama mbele yake. Yesu akainuka na kumwambia, wako wapi wale waliokuwa wanakuhukumu kuwa mwenye hatia? Yule mwanamke akajibu, hakuna hata mmoja, Bwana. Yesu akamwambia, hata mimi sikuhukumu. Nenda zako, na kuanzia sasa usitende dhambi tena. Kwa hivyo tunaona habari ya huyu mwanamke ambaye Biblia inasema ya kwamba alifumaniwa kwa tendo la uzinifu. Na najua hadi kufikia leo, wakati wote ukitaja dhambi, ya kwanza watu wanasema dhambi ni usherati au kuzini. Kulingana na sheria ambayo Musa aliandika, pia alikuwa amekusudia ya kwamba dhambi kuu sana miongoni mwao ilikuwa ni kwamba usiue, usizini. Kwa hivyo punishment ya mtu ambaye alikuwa mzinifu ilikuwa ni kwamba huyu mtu alikuwa anafaa apigwe mawe. Na sababu ya wao watu wa sheria kuweza kumleta mwanamke huyu mbele za Yesu Kristo ni kwa sababu walikuwako shua ya kwamba huyu hawezi akaepuka mtego huu. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanajua ya kwamba mara mingi walimuona Yesu akiwaambia watu, jitwike godoro lako umesamehewa na ukaenda. Na wakajua ya kwamba labda Yesu Kristo anajaribu tu kuwasamehe watu
ambao wamefanya makosa madogo madogo ambayo hayaonekani mahali popote katika maandiko. Kwa hivyo walijua ya kwamba hii ni fursa muhimu ya kwamba tuweze kupeleka lile jambo ambalo tunajua tukishtaki huyu mtu kwa jambo hili hawezi akaepuka mtego huu. Walitaka waone ya kwamba Yesu Kristo na yeye atasema namna gani, kwa sababu vile ambavyo Musa aliamuru ni kwamba mtu yote ambaye amepatikana katika kuzini aweze kupigwa mawe hadi kufa. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo lilikuwa linaendelea. Kwa hivyo haikuwa jambo geni ambayo ilikuwa imetokea. Kwa hivyo hao watu ambao walikuwa wanakuja kumshtaki huyu mwanamke walikuwa na mashtaka ya kutosha, kulikuwa na evidence ya kutosha, na hata hivyo walikuwa wamempata peupe penyewe. Wakati wanamleta mbele za Yesu Kristo, wanamwambia kwamba tazama, tumempata katika tendo hilo hilo, kwa sababu wewe kazi yako ni kusamehe. Kila wakati unatuambia umesamehe, kila wakati unatuambia umeokoa, kila wakati unatuambia umeponya. Wewe mambo ya kazi yako ni kufanya vitu vizuri, na tunajua ya kwamba pia kuna wale ambao wanafaa wahukumiwe kwa mabaya. Kwa hivyo Biblia inasema ya kwamba walipomleta na evidence ya kutosha, wakamfikisha mbele za Yesu Kristo, wakamwambia ya kwamba hey Yesu, huyu mwanamke sasa tumemleta jinsi alivyo. Ile kitu ambayo inanishangaza ni kwamba ako wapi huyu mwanamume, kwa sababu mtu hawezi kufanya hawezi kuzini peke yake. Kuonyesha kwamba hiyo sheria ilikuwa na upungufu. Kwa sababu wanamleta vipi mwanamke na kusema kwamba ni huyu alikuwa anazini kwani mtu anazini peke yake? Alikuwa wapi? Kuonyesha kwamba kulikuwa na chuki fulani ambao walikuwa naye juu ya huyu mwanamke. Walikuwa wamemwona ya kwamba huyu ndio afai. Na Biblia inasema ya kwamba walipomleta mbele za Yesu Kristo, basi Yesu Kristo akamwambia ni sawa, sipingi chochote, kwa sababu ni kweli mmempata, ni kweli ana hatia, lakini asiye na kosa, asiye na dhambi awe wa kwanza kumtupia mawe. Akasema ni sawa, lakini yule ambaye hana kosa lolote awe wa kwanza kubeba mawe na kisha aanze kutupa yale mawe au ile jiwe. Na Biblia inasema ya kwamba akaangalia chini akajishughulisha. Unajua wakati Biblia inasema ya kwamba ni umati uliomleta, haimaanishi ya kwamba walikuwa watu watano. Ule umati ambao ulikuwa umemleta huyu ni umati mkubwa sana. Kwa hivyo akasema ya kwamba wewe ambaye uko sawa, kwa wa kwanza okota mawe ya kwanza na uanze kumpiga. Kwa hivyo akaongozea na akaendelea na shughuli yake. Katika shughuli yake akiinua kichwa, kile kitu ambacho aliona mbele yake ni kwamba huyu mwanamke ambaye alikuwa ameshtakiwa ndiye alikuwa amesimama peke yake. Akamuuliza, wewe mama, wako wapi washtaki wako? Where are they? Wale ambao wamekuhukumu wako wapi? Akamwambia mimi sioni hata pia mimi, kwa sababu wakati uliwaambia ya kwamba yule wa kwanza anipige mawe, wakaondoka mmoja baada ya mwingine. Biblia inasema kuanzia kwa wazee, kuonyesha kwamba wale ambao walikuwa wameleta hii hukumu walikuwa kutokea kwa wazee, kina mama, vijana, mpaka na watoto wote. Wamesema kwamba twende tushuhudie, mwisho wake umefika, twendeni tuone. Leo hawezi akasurvive tena. Na Biblia inasema ya kwamba kwa namna hiyo Yesu akamwambia jambo zuri sana. Akamwambia kwamba mwanamke, mama, pia na mimi siwezi nikakuhukumu. Amen. Pia na mimi sina hukumu juu yako. Kwa hivyo wewe ondoka, nenda zako na usitende dhambi tena. Kwa namna nyingine nenda, kwa sababu umesamehewa. Amen. Unajua yule mtu ambaye alikuwa na uwezo wa kupitisha hukumu kwa huyo mwanamke ni Yesu Kristo. Kwa sababu ni yeye ambaye alikuwako mwenye haki wakati huo. Ni yeye ambaye hakuwa na dhambi. Ni yeye ambaye hakuwa amewahi kufanya kosa. Kwa hivyo kama kuna mtu ambaye alifaa apitisha hukumu ya kudumu ni Yesu Kristo. Lakini angalia hukumu ya Yesu Kristo. Anamwambia kwamba mwanamke, hukumu yangu ni kwamba na mimi sikuhukumu.
sina chochote kinyume chako. Kile ambacho ninakufanyia ni nini? Ninakuambia umesamehewa, nenda zako. Nenda zako. Kwa hivyo Yesu Kristo tunamtarajia kwamba ni yeye ambaye angemwambia huyu mwanamke ya kwamba wewe ni bure kabisa. Kwanza umeshikwa namna hii, umeletwa redande, wewe maisha yako imefika mwisho, wewe hakuna kitu tena, wewe haufai tena. Na kwa namna hiyo ndio wengi wetu mawazo yetu yametuambia ya kwamba kuna mambo ambayo umefanya hawezi ukasamehewa. Kuna hukumu ambayo watu wameshakupitishia, wamekwambia wewe umefika mwisho, wamekwambia wewe hauna namna, wamekwambia hauna hatima nyingine. Kuna wengine wamesikiza watu wakawaambia ya kwamba wewe yale mambo ambayo ulifanya labda Mungu mwenyewe ashuke kutoka mbinguni akuja akusamehe, lakini hakuna msamaha ambao utapata. Kuna wale ambao wanafikiria ya kwamba yale ambayo wametembea ndani yake kwa miaka kadhaa hawawezi wakapata msamaha. Kwa hivyo wanatembea katika kujihukumu. Kuna wengine ambao wamekuwa na washtaki wengi kama huyu mwanamke. Kwa hivyo kila wakati mashtaka inawafuata. Wameona ya kwamba wao hawafai. Na ndio maana wamesema ya kwamba, mwingine anasema ya kwamba wacha mimi niishi hivyo mpaka mwisho kwa sababu sidhani kama niko na hatima. Wacha nifanye dhambi mpaka nifike mwisho kwa sababu tayari yale ambayo nimefanya siwezi nikasamehewa. Yesu Kristo anatudhihirishia ya kwamba hakuna dhambi ambayo hawezi akasamehe. Hakuna makosa ambayo hawezi akafutilia mbali. Hakuna udhaifu ambayo hawezi akashughulikia. Kwa sababu society mzima ilikuwa imeshaamua ya kwamba huyu mwanamke hafai chochote. Huyu mwanamke mambo yake tumefikisha kwa meza. Kuna watu ambao wanaona ya kwamba mara mingi wamesikia injili, lakini kila wakati wanaposikia injili wanaona ya kwamba hawajifikia kiwango cha kupokea injili ya Yesu Kristo, hawakubali wokovu. Kwa hivyo wenyewe wanajishtaki na kujihukumu. Wanasema ya kwamba kuna ile ambayo hata nilifanya sirini siwezi nikaelezea mtu, lakini nataka nikufahamishe leo ya kwamba Yesu Kristo hayuko interested kujua yale ambayo ulifanya ama yale ambayo hukufanya. Kile ambacho anataka ni kwamba umkubali yeye. Biblia inasema ya kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila mtu yeyote anayemwamini asipotee bali awe na nini? Na uzima wa milele. Kwa hivyo kile ambacho Yesu Kristo anahitaji ni kwamba tu wewe ukaweze kuweka imani yako kwake. Aje kuitisha chochote, aje kuomba chochote. Anasema njooni kwangu wote mliosumbuka, mliolemewa na mizigo mizito. Hii ni mizigo ya dhambi. Hii ni mizigo ambayo watu wengine wamekuwekea. Hii ni mizigo ambayo wengine umejiwekea. Anasema wewe njoo jinsi ulivyo, wewe ambaye umelemewa. Na anasema ya kwamba mimi kazi yangu ni kufanya nini? Ni kutua zile mizigo, kuzichukua na kisha kupumzisha wewe. Kazi yangu ni kutua mizigo yako yote na kisha nikupatie pumziko. Hiyo ndio ambayo Yesu Kristo anasema. Anasema njooni nyote ambao mmelemewa, ambao mmesumbuliwa. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya upendo ambao Mungu amekuwa nayo juu yako. Kwa upendo ambao Mungu amekuwa juu yako. Na ndio maana Yesu Kristo kufa kwake si kwa sababu ya yeye mwenyewe. Yesu hakuhitaji kufa. Yesu hakuhitaji kufa kwa sababu yeye hakuwa mwenye dhambi. Hakuna kosa ambalo alifanya. Maandiko yanathibitisha waziwazi ya kwamba Yesu Kristo hakuwahi fanya kosa. Hata wakati alishtakiwa akaletwa katika baraza. Katika baraza wanaangalia na wanasema ya kwamba hatuoni chochote. Hata Pilato wakati mmoja akamwambia kwamba sioni sababu ya kupitisha hukumu juu ya huyu mtu. Lakini wakasema ya kwamba hatumuhitaji kwa sababu ya uzuri wake. Na ndio maana kwa sababu ya wao kumsulubisha Yesu Kristo
ni kwamba wewe siku ya leo Yesu Kristo aweze kuchukua udhaifu wako, akachukue dhambi zako, akazipeleka zote pale msalabani, akazigongomea pale, na kisha akasema ya kwamba yeyote ambaye anamwamini yeye asiweze kupotea. Kwa hivyo Mungu aje kusudia mtu yeyote apotee. Mungu aje kusudia mtu yeyote apotee. Yesu Kristo ametudhihirishia kwa huyu mwanamke ya kwamba hakuna mtu ambaye Mungu anataka apotee. Unajua kuna wale ambao wanaamini ya kwamba kuna wale ambao wameshakusudiwa ya kwamba wataenda mbinguni, na kuna wale ambao wameshakusudiwa ya kwamba wataenda jehanamu. Kwa hivyo hakuna haja ya kujisumbua. Kuna wale ambao Mungu ameshachagua, kuna wale ambao wataenda, kuna wengine hawawezi. Hapana. Uchaguzi wa Mungu unafanyika namna gani? Unafanyika kwa njia ya mwana wake. Unapomkubali Yesu Kristo, unaingia katika hesabu ya Mungu, kwa sababu Mungu alituchagua sisi kabla ya misingi ya dunia ili atufanye sisi wanawake kwa njia ya Yesu Kristo. Kwa hivyo Mungu kwa upendo wake ndipo akamtoa Yesu Kristo. Biblia inasema ya kwamba Yesu Kristo hakuja ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu. He did not come to condemn you, to condemn the world. Hakuja kuambia ya kwamba wewe haufai. Yesu Kristo hakuja kuambia kwamba wewe umefika mwisho. Hakuja kuambia kwamba huna maisha, hapana. Alikuja kama hayo maisha, ili kwamba unapomkubali yeye upokee uzima wa milele na uanze kuishi tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo alikuja kudhihirisha upendo ambayo Mungu alikuwa nayo kwa ajili ya mwanadamu. Kwa sababu gani? Kwa sababu mwanadamu alikuwa ameasi, alikuwa amepotea, alikuwa ametenda dhambi, na alikuwa amepungukiwa na utukufu wa Mungu. Alikuwa amehesabiwa kupotea na kuingia jehanamu. Lakini Mungu kwa sababu ya upendo wake akasema ya kwamba siwezi taka mtu ambaye nimemuumba mimi mwenyewe aweze kuingia au kwenda katika kuzimu. Na ndiyo kwa plani ya Mungu akamtoa Yesu Kristo, akamleta kama option ya pekee. Na ndiyo maana wakati Yesu Kristo anapotokea anasema ya kwamba mimi ndimi njia, mimi ndiyo kweli, na mimi ndiyo uzima. Na akadhihirisha akasema ya kwamba hakuna yeyote ambaye anaweza kuja kwa Baba isipokuwa kupitia kwangu. Kwa hivyo Yesu Kristo ndiyo njia, Yesu Kristo ndiyo kweli, Yesu Kristo ndiyo uzima. Hakuna njia nyingine ya kumfikia Baba. Unajua kuna watu ambao wanasema njia ni mingi, lakini Mungu ni mmoja. Njia si mingi. Njia si mingi. Njia ni moja. Yesu Kristo anasema ya kwamba hakuna mtu mwingine ambayo alikuwako na nguvu na ukakamavu wa kujiamulia na aseme ya kwamba mimi ndiyo tosha. Katika historia yote hakuna mtu ambaye aliwahi kusimama na akasema ya kwamba mimi ndiyo kila kitu. Hakuna mtu ambaye aliwahi kusimama na akasema ya kwamba ukiniamini mimi hautaangamia. Lakini wakati Yesu Kristo anapotokea kwa ujasiri wa kiasi kikubwa, anawaambia ya kwamba mimi ndiyo njia, mimi ndiyo kweli, mimi ndiyo uzima. Mtu hawezi kuja kwa Baba isipokuwa kupitia kwangu. Kwa hivyo ndugu yangu na dada yangu, hakuna njia mbili tatu ya kufika kwa Baba. Njia tayari imeshaamuriwa. Hiyo njia ni Yesu Kristo. Yeye ndiye njia, yeye ndiye kweli, yeye ndiye uzima. Unapomkubali Yesu Kristo, unapokea uzima wa milele. Unapomkubali Yesu Kristo, hauwezi kuona uharibifu. Unapomkubali Yesu Kristo, hakuna tena hesabu ya hukumu juu yako. Biblia inasema ya kwamba hakuna hukumu kwa wale walio ndani ya Kristo Yesu, kwa sababu wamewekwa huru kutokana na sheria ya dhambi.
Kwa hivyo unapokuja kwa Yesu Kristo, basi unapokea uzima, unaondolewa katika hesabu ya mauti, kwa sababu Yesu ndiye huo uzima. Alisema katika kitabu cha Yohana 5 ya kwamba yule ambaye ananiamini mimi amevuka kutoka kifoni hadi katika uzima. Anatudhihirishia ya kwamba kabla hujampokea hauna uzima, kabla hujampokea hauna maisha. Yeye ndiye uzima, yeye ndiyo maisha. Kwa hivyo unapompokea Yesu Kristo unaanza kuishi tena. Haleluya! Alitudhihirishia wakati ambapo alimfufua Lazaro. Wakasema ya kwamba Yesu Kristo, huyu mtu alishakufa, amekaa siku 4 kaburini. Hawezi ukatuambia ya kwamba kuna chochote kingine ambacho kimebakia, kwa sababu hata tayari ananuka. Unajua Yesu Kristo aliitwa mapema sana, lakini hakuenda. Si kwa sababu hata hakuwa na muda, hapana. Aliongoja ziishe siku 4 iwapo huyu Lazaro ako kaburini, ili kwamba atakapokuja kumfufua wasiseme ya kwamba huyu alikuwa amezirai. Kwa hivyo akakaa siku nyingine 4. Baada ya Martha kumwambia ya kwamba ndugu yetu rafiki yako ameaga, Yesu Kristo akaendelea na shughuli zake. Na baada ya siku 4 akawaambia wanafunzi wake, hakika Lazaro amekufa, lakini ninaenda sasa nikamfufue. Haikuwa imewahi kuonekana katika historia ya kwamba mtu anaweza akafufua mtu. Haikuwa imewahi kuonekana mahali popote. Wakashangaa wanafunzi wake, wakamwambia namna gani? Lakini wakati alipofika pale, Martha akalia, Maria akalia, akamwambia Bwana, kama ungelikuwa hapa ndugu yetu Lazaro hangeweza kufa. Kama ungekuwa hapa hatungeona hii maneno. Yesu akawaambia, hapana, mnanisumbua na mambo mengi, nipelekeni pale. Mlimweka wapi? Wakamwambia, Bwana, hata tazama ananuka, hafai tena kitu, ameshaisha huyu, tuachane na yeye, hatutaki harufu. Akawaambia, ondoeni ile jiwe, ondoeni ile jiwe. Na kwa ujasiri mkubwa akapaza sauti yake, akamwita Lazaro, toka kule kaburini. Lazaro, njoo nje. Na Biblia inasema ya kwamba akiwa amefungwa na zile mavazi, ile sanda, akatoka akiwa mzima. Akawaambia, mfungueni, ondoeni hizo sanda. Na Lazaro akaanza kuzungumza, akakula tena. Akawaambia, niliwaambia mkiniamini mtaishi, kwa sababu mimi ndio uzima, mimi ndio uzima, na mimi ndio ufufuo. Kwa hivyo Yesu Kristo akawa anatudhibitishia ya kwamba hakuna yeyote ambaye anamwamini ambaye ataangamia na apotee. Anatuonyesha ya kwamba kuna kitu zaidi ya maisha, kuna ufufuo. Unajua kuna watu ambao wanasema ya kwamba mtu baada ya kufa inaisha hivyo. Kwa hivyo tuishi vile tunataka, tukae vile tunataka, mwishowe kila mtu atakufa na kila mtu ataenda sehemu yake. La hasha, sio hivyo. Yesu Kristo katika habari ya Lazaro alitudhibitishia ya kwamba kuna ufufuo, na akasema ya kwamba yule ambaye ataniamini mimi, japo atakufa ataishi tena, kwa sababu mimi ndio uzima na mimi ndio ufufuo. Haleluya! Mimi ndio uzima na mimi ndio ufufuo. Kwa hivyo ukimwamini Yesu Kristo hauwezi ukafa, na hata ukifa utaishi tena, kwa sababu kuna tumaini katika Yesu Kristo. Kuna tumaini katika Yesu Kristo. Ninajua watu wametafuta tumaini mahali pengi. Siku hizi watu wako na depression. Siku hizi watu wanapitia mambo mengi. Wengine wanapitia changamoto. Lakini nimekuambia siku ya leo, hakuna suluhisho nyingine kando na Yesu Kristo, kando na uzima huu. Ukimkubali siku ya leo na kisha aingie ndani yako, anakutengeneza, anakufanya jinsi alivyo, anakupa maisha, anakupa uzima katika jina la Yesu. Hakuna chochote ambacho kinamshinda Mungu. Na ndio maana yeye akawaambia ya kwamba mimi ni uzima, mimi ni ufufuo. Alikuwa anawadhihirishia ya kwamba pia na mimi hata nikifa, nikiwekwa pale kaburini, jinsi ambavyo nimemrudisha Lazaro katika uzima, vivyo hivyo ndivyo ambavyo na mimi nitarudi katika uzima. Kwa hivyo pia na yeye alipowekwa pale kaburini, wakafikiria ya kwamba yote yamekwisha, kwa sababu walisema ya kwamba ametusumbua,
na kutuhubiria Injili. Anatuambia kila siku tumwamini, anatuambia kila siku tumpokee, anatuambia yeye ndio mkate wa uzima, atumkula yeye hautaona njaa, anatuambia yeye ndio maji ya uzima, ukimnywa yeye hautaona kiu tena. Wakasema wacha tuone huyu tutamuua na mambo yake yatayaishe. Kwa hivyo wakamchukua kwa mikono ya watu waovu, wakamtesa, wakamdhihaki. Biblia inasema ya kwamba alitemewa mate, akafanyiwa hila, akatukanwa matusi yote ambaye alikuwako duniani. Wakampiga na kumuuliza ya kwamba wewe ni nabii, tuambie nani amekupiga, huku wakiwa wamemfunika uso wake. Wakamfanyia hayo mambo yote. Baadaye wakasema ya kwamba wewe lazima utakufa, na utakufa kama mwizi, kwa sababu hiyo majira mwizi akikufa alikuwa anawekwa msalabani. Kuwekwa msalabani ilikuwa inamaanisha ya kwamba wewe unafanyika aibu hadharani, ya kwamba mambo yako yamekwisha, ya kwamba umeonekana na watu wote, ya kwamba wewe ni laana, ya kwamba wewe haufai. Kwa hivyo wakamuinua, wakamweka pale msalabani. Wao hawakujua ya kwamba kila ambacho walikuwa wanafanya Yesu Kristo. Baadaye wakamchukua, wakamweka pale kaburini. Wakasema sasa mambo yake imekwisha, wacha tuone sasa yale ambayo alikuwa anasema. Kila wakujua ni kwamba hawakuwa tu wamemzika, ni mbegu ambayo ilikuwa imepandwa pale ardhini. Na ukipanda mbegu, japo itaoza na kufa, ni kwa sababu ya kumea na kuinuka na kuweza kuzaa matunda. Kwa hivyo siku ya tatu wale wanawake wakaenda kama kawaida pale kaburini wakiwa na manukato. Wakasema wacha twende tukaweke mwili wa Yesu Kristo manukato. Walipofika pale wanapatwa na mshangao ya kwamba lile jiwe, na najua hilo jiwe lilikuwa linapingilishwa na zaidi ya watu 100 na ni maaskari ambao wana nguvu. Ile jiwe ambayo ilifunikwa ile kaburi la Yesu Kristo. Kwa hivyo wakati waliweka ile jiwe, walijua ya kwamba hakuna mtu ambaye akona uwezo wa kuondosha jiwe hili. Hakuna mtu ambaye akona uwezo wa kuondosha jiwe hili. Kwa hivyo wakati wale wanawake walifika na manukato, kufika pale wakastaajabishwa. Wakaingia ndani ya lile kaburi, wakalia, wakasema ya kwamba wamempeleka wapi Bwana wetu? Wamempeleka wapi Yesu Kristo? Hayuko hapa kaburini. Wakalia. Na wakati walipokuwa wanalia, basi malaika wakawatokea na kuwauliza ya kwamba kina mama, wanawake nyinyi, mnalia nini? Mnahuzunika nini? Mbona mtamtafuta yule ambaye yuko hai katikati ya waliokufa? Kwa sababu hata na wao walikuwa wamepoteza matumaini. Wakafikiria ya kwamba Yesu Kristo amekufa na mambo yake yameisha, hakuna chochote ambacho kitaendelea. Malaika akawaambia ya kwamba ondokeni, nendeni kule Galilaya, kwa sababu yuko kule na anaitangaza habari njema. Amefufuka yeye, hayuko tena pale. Wale wanawake wakikimbia, wakawapata wanafunzi wa Yesu Kristo, wakawaambia ya kwamba tumeenda kule na malaika ametuambia ya kwamba Yesu Kristo yuko Galilaya, hayuko kaburini. Pia na wao hawakuamini. Wakatoka mbio, wakakimbia, wakafika pale, wakakonfirm. Hata Petro katika uzee wake akakimbia mpaka pale kaburini, akayashika yale mavazi ya Yesu Kristo, akapapasa na akasema ya kwamba ni kweli hayuko, kwa sababu hawakuamini. Kisha wakaenda kule Galilaya, wakampata Yesu akiwa anahubiri Injili, akiwa yuko hai, akiwa anaishi. Na Biblia inasema ya kwamba kwa ishara nyingi akawadhibitishia ya kwamba alikuwa amefufuka na alikuwa yuko hai. Katika historia hakuna mtu mwingine ambaye alikufa na akafufuka na akadhihirisha ya kwamba yuko hai.